Asante. Ukisoma kanuni ya 4.1i ambayo inaeleza kwamba tume inatakiwa kuendesha uchaguzi kwa uwazi na uadilifu. Hiyo kanuni inaeleza kuhusu kuendesha uchaguzi kwa uwazi na uadilifu. Lakini ukipitia vifungu vingine vya kanuni kama 2.3.2c ambayo inapiga marufuku kabisa mtu kuingia na smartphone, kuingia na kamera au kifaa chochote cha mawasiliano. Na ukienda kwenye sheria yenyewe ya uchaguzi wa ubunge, diwani na uraisi, inapiga marufuku hata waandishi wa habari kuingia kwenye kituo cha kuhesabia kura. Sasa msingi wa swali langu ni kwamba, je, hii kanuni ya 4.1i inahusu kuendesha uchaguzi kwa uwazi na uadilifu inakuwa na maana yoyote kama pamepigwa marufuku kuingia na kifaa kama simu kitakachoonyesha huo uwazi? Kwa mfano ukipiga picha au kurekodi video, nchi zingine zimeruhusu nyingi kuingia na hivyo vifaa ili kutengeneza uwazi. Sasa hapa kanuni yetu hii inataka uchaguzi uendeshe kwa uwazi na uadilifu, lakini inapiga marufuku wakala au mtu yoyote kuingia na kifaa cha kurekodia ambacho kingesaidia kuweka uwazi. Lakini sheria yenyewe inapiga marufuku hata wanahabari kuingia sehemu ya kuhesabia kura. Hauoni kama kuna mkanganyiko wewe kama mwanasheria? Ni kweli. Kwa upande mmoja kuna mkanganyiko kwamba uwazi unaishia wapi. Nadhani kanuni zilivyoandikwa, sikuwa sema watu wanaoandika, lakini naamini kwamba wao walifikiria kwamba taarifa rasmi ni zile zitakuwa kutoka kwenye tume, lakini pamoja na mawakala ambao watakuwepo wakati wa kuhesabia zile kura, kwamba wao ndo watashuhudia, watasign form, na hiyo itakuwa ndo taarifa sahihi. Nafikiri kuzuia wao, labda kuzuia watu wengine na taasisi nyingine labda kutoa matokeo na process ambayo tume na wale mawakala na vyama hawajatoa. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa upande mmoja. Lakini kwa upande mwingine mtu anaweza akasema ni kweli kwamba labda tuseme kwa kipindi hiki na usasa huu ni muhimu hizo electronic guard gates ziruhusiwe kwenda kuingia kwenye chumba cha kuhesabia kura. Sasa yes. Okay, lakini kama nilivyosema ni kwamba hizi ni kanuni ambazo wadau walisign. Kwa naamini kwamba wadau walivyokuwa na sign walipitia wakasema hiki tunaona kiko sawa. Kwa kuongezea hapo kwenye uwazi na uadilifu. Yeah. Kumekuwa na matukio, kwa mfano siku ya uchaguzi kuna kura zinaonekana watu wanazo mtaani wakati zoezi linaendelea. Polisi wako na labda baadhi ya wafuasi wa chama wanasema tumekamata kura feki, na polisi wanazo hizi kura. Panapotokea kura ziko mtaani ambazo zilipaswa kuwa ndani ya kituo cha kupigia kura, na kimsingi hata zikimaliza kupigwa hazitakiwi kuwa mtaani. Hapa kwenye uwazi na uadilifu, ni nani ambaye anakuwa amekiuka haya maadili ya uchaguzi? Kura zinapokuwa zinaonekana mitaani wakati zilipaswa kuwa ndani ya kituo, nani anakuwa amekiuka maadili? Nafasi kisheria nadhani hatuwezi kusema nani amekiuka, kwa sababu moja, lazima tujue nani aliyetoa hizo kura huko mtaani. Lakini bila kujua kwamba hizi kura zimetoka, je, zimetoka kwenye tume au ni mtu alizitengeneza mtaani, bila kujua hilo kwa uhakika kwamba hizo kura zimetoka wapi, hatuwezi kumlaumu upande wowote. Hatuwezi kusema ni tume kwa sababu hatujui, je, ni tume ndio iliyotoa hizo kura au ni mtu mwingine.